Mwashamu Baba Askofu, mapadri, masista na watawa mliopo, Mheshimiwa mgeni rasmi Dr. Emmanuel John Nchimbi, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mgeni maalum Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar. Kwa sababu ya muda nimeheshimu itifaki iliyotajwa hapo mwanzo. Taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia afya na uhai na hatimaye sote tumejumuika hapa siku ya leo. Nikushukuru wewe mgeni rasmi Mheshimiwa Emmanuel John Nchimbi, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuungana nasi katika kumbukizi hii. Nichukue fursa hii pia kuwashukuru wote mlioacha shughuli zenu na kuja kujumuika nasi katika kumbukizi hii ya miaka 5 ya kifo cha hayati mpendwa wetu Daktari John Pombe Joseph Magufuli. Alikuwa rais wa awamu ya 5 ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Familia inawashukuru sana. Leo tumekusanyika katika tukio lenye uzito mkubwa katika historia ya taifa letu. Tumekusanyika kukumbuka maisha na urithi wa kiongozi ambaye alitoa sehemu kubwa ya maisha yake kulitumikia taifa letu, hayati Dr. John Pombe Magufuli. Ni miaka 5 imepita tangu siku ile nzito ambayo taifa lilipokea habari ya kuondokewa kwake. Lakini katika historia ya mataifa mengi duniani, kama tujuavyo, uwezo wa viongozi haupimwi kwa muda waliokaa madarakani, bali kwa alama walizoziacha katika maendeleo na mwenendo wa taifa lao. Jina la Dr. John Pombe Magufuli limebaki kuwa sehemu ya historia ya Tanzania na Afrika kwa ujumla. Leo tunapomkumbuka hayati Dr. Magufuli, hatukumbuki tu kama baba wa familia yetu, bali kama mmoja wa viongozi waliobeba kwa uzito mkubwa jukumu la kuimarisha misingi ya maendeleo ya taifa letu. Aidha, katika nafasi hii, sisi kama familia yake tunapenda kutoa shukrani zetu za dhati kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa namna ambavyo inaendelea kuhifadhi kumbukumbu za hayati Dr. John Pombe Magufuli kwa heshima na saa inayostahili. Kwa namna ya pekee tunampongeza na kumshukuru Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa ushirikiano aliotupa sisi familia ya hayati tangu tulipoondokewa na baba yetu mpendwa, pamoja na mwendelezo wa ujenzi wa taifa letu. Sote tunafahamu kuwa historia ya taifa lolote hujengwa na vizazi vilivyopokea wajibu kutoka kwa waliotangulia na kuendeleza safari ya maendeleo. Kwa familia, siku ya leo ni siku yenye hisia tofauti kwetu. Tunamkumbuka baba, babu, kaka, mjomba ambaye upendo wake kwetu haukuwa na maneno mengi bali vitendo zaidi. Lakini kwa taifa anakumbukwa kama kiongozi ambaye dhamira yake kwa Tanzania haikuwahi kuyumba. Kwa wengi, baba yangu alifahamika kama rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, waziri, mbunge, mshauri na kiongozi wa taifa letu. Lakini kwetu nyumbani, baba alikuwa mtu mwenye nidhamu, unyenyekevu na imani thabiti kwa Mwenyezi Mungu. Mara kwa mara alituasa kuwa hakuna mafanikio bila kazi. Na mara nyingi alisikika akisema, kama unataka heshima katika maisha, fanya kazi. Kama unataka nchi yako iendelee, fanya kazi. Ujumbe huo baadaye ukajulikana kwa Watanzania wote kwa kauli rahisi lakini yenye nguvu ya hapa kazi tu. Hata hivyo, kauli hiyo haikuwa kauli mbiu ya kisiasa pekee.
ilikuwa falsafa ya maisha yake. Hata alipokuwa rais, aliendelea kuishi kwa nidhamu ile ile aliyojijenga tangu akiwa mwalimu na mtumishi wa umma. Aliamini katika kuamka mapema, kufanya kazi kwa bidii, kutarajia uwajibikaji kutoka kwa kila mtu aliyekabidhiwa jukumu la kulitumikia taifa. Kwa baba yangu, Tanzania haikuwa tu eneo la kijiografia, ilikuwa dhamana ya kizazi kilichopo. Hivyo ni jukumu letu sote kuilinda, kujenga na kukabidhi kwa vizazi vijavyo ikiwa imara zaidi. Moja ya mafunzo makubwa aliyetupatia kama watoto wake ilikuwa ni somo la unyenyekevu. Licha ya nafasi aliyokuwa nayo, hakuwahi kujitenga na wananchi wa kawaida. Alisikiliza wakulima, walimu, wafanyakazi, vijana na watu wenye mahitaji maalum. Aliamini kwamba uongozi wa kweli ni ule unaosikiliza na kuchukua hatua. Ndio maana sera nyingi alizozisimamia zililenga moja kwa moja maisha ya wananchi wanyonge. Aliamini Tanzania lazima isimame kwa nguvu zake mwenyewe. Aliamini kwamba rasilimali za taifa hili lazima ziwanufaishe wananchi wake. Aliamini kwamba miundombinu lazima iunganishe nchi yetu kufungua fursa mpya za uchumi wa maendeleo. Aliweka msisitizo mkubwa katika elimu. Mara nyingi alikuwa akisikika akisema bila elimu kijana wa kawaida kutoka Chato asingepata nafasi ya kuiongoza Tanzania. Elimu kwake ilikuwa chombo kikubwa cha usawa katika jamii. Baba alipozungumzia maendeleo, hakuzungumzia nadharia. Alimzungumzia mkulima anahitaji barabara ili kufikisha mazao sokoni. Alimzungumzia mwanafunzi anahitaji darasa. Alizungumzia familia inahitaji umeme na maji. Kwa yeye maendeleo yalikuwa kuhusu maisha ya watu. Baba yangu alikuwa na maono makubwa zaidi katika nafasi ya Afrika katika dunia ya leo. Aliamini kwamba Afrika ina kila sababu ya kujiamini. Aliamini bara letu lina rasilimali, akili na nguvu ya kujijenga. Nakumbuka alisema siku moja, changamoto ya Afrika si ukosefu wa rasilimali, changamoto ni kutokujiamini katika uwezo wetu. Baba aliwahimiza Watanzania kujivunia taifa lao. Aliwahimiza Waafrika kujiamini katika uwezo wao. Aliamini kwamba maendeleo ya kweli ya Afrika yataanza pale tutakapoacha kujidharau na kujiamini. Imani hii ndio iliongoza mtazamo wake wa uongozi. Baba yangu aliamini kwamba maendeleo si tu kujenga barabara na madaraja, bali ni kujiamini kwa taifa. Bila shaka kuongoza taifa si kazi rahisi. Inahitaji maamuzi magumu, uthubutu na msimamo usioyumba. Baba yangu hakuwahi kukwepa jukumu hilo. Aliamini kwamba kiongozi lazima alinde heshima ya wananchi wake na mustakabali wa taifa lake. Kwa hakika sisi familia, kumpoteza baba ilikuwa ni maumivu makubwa ambayo hayaelezeki. Lakini katika miaka 5 iliyopita tumetiwa moyo sana na simulizi mbalimbali nzuri kuhusu baba yetu kutoka kwa Watanzania kote nchini. Simulizi za watu waliopata matumaini mapya, simulizi za wananchi waliopata ujasiri wa kufanya kazi kwa bidii, simulizi za Watanzania walioipata imani mpya katika uwezo wa taifa lao. Simulizi hizi zinatukumbusha kwamba uongozi upimwa si kwa miradi tu, bali kwa matumaini ulioachia watu. Leo tunapoadhimisha miaka 5 tangu kuondoka kwake, tunakumbuka kwamba urithi wa kiongozi hauishi katika kumbukumbu. Urithi unaendelea kuishi katika matendo ya taifa. Miundombinu iliyojengwa wakati wa uongozi wake imeendelea kuwahudumia wananchi. Sera alizozisimamia zimeendelea kuathiri mwelekeo wa maendeleo ya taifa, lakini urithi wake mkubwa zaidi uko katika imani aliyoiweka kwa Watanzania.
Imani kwamba taifa hili linaweza kufanya makubwa lenyewe. Imani kwamba kwenye umoja na kazi hakuna kinachoshindikana. Sote tukumbuke kuwa historia ya Tanzania imejengwa na viongozi wengi waliotumikia taifa hili kwa moyo wa dhati, kuanzia kwa waasisi wetu wa awamu zote na zingine zilizofuata baadaye. Wote wamechangia katika safari ya kuijenga Tanzania ya leo, na baba yangu alikuwa sehemu ya safari hiyo ya kihistoria. Leo tunapotazama mbele, tunajua kwamba ujenzi wa taifa hauhusiani na mtu mmoja tu, bali ni jukumu la kizazi kizima, ni jukumu la viongozi wote, ni jukumu la taasisi zote, lakini zaidi ya yote ni jukumu la kila mwananchi. Ndoto ya baba yangu haikuwa ndoto ya mtu mmoja, ilikuwa ndoto ya Tanzania, taifa linalojiamini, taifa linalothamini kazi, taifa linalosimama imara katika jumuiya za kimataifa duniani. Na ndoto hiyo bado ipo hai. Urithi wa hayati Dr. John Pombe Magufuli haupo katika reli, barabara, shule na taasisi zilizojengwa. Urithi wake uko katika mioyo ya Watanzania, uko kwa mkulima anayelima ardhi yake kwa bidii, uko kwa mwalimu anayefundisha kizazi kijacho, uko kwa kijana anayethubutu kuanzisha biashara na kuona ndoto mpya, uko kwa kila Mtanzania anayefanya kazi kwa bidii ili kujenga taifa lake. Hapo ndipo mustakabali wa taifa ulipo. Kama kuna ujumbe mmoja baba yangu aliuamini sana, ni huu: Watanzania lazima wajiamini. Aliamini taifa letu lina uwezo wa kufika maendeleo makubwa. Aliamini Tanzania inaweza kusimama katikati ya mataifa yaliyoendelea duniani, na maono hayo si ndoto isiyowezekana ndani ya maisha yetu. Tanzania inaweza kufika kiwango kikubwa zaidi cha ustawi wa maendeleo. Lakini hilo litatokea tu kama tutabaki kuwa wamoja, wenye nidhamu na wenye dhamira ya kulijenga taifa letu. Basi leo tunapomkumbuka hayati Dr. John Pombe Magufuli, tusitazame tu yaliyopita, tuangalie pia mustakabali wa taifa letu kwa nyakati zijazo. Tukumbuke kwamba nguvu ya Tanzania siku zote imekuwa katika umoja wa watu wake, na tuendelee kushikilia kanuni ile rahisi lakini yenye nguvu iliyomuongoza maisha yake, kwamba kupitia kufanya kazi kwa bidii, uadilifu na kujiamini, Tanzania inaweza kufika mafanikio makubwa. Huu ndio urithi aliotuachia, na urithi huo unaendelea kuishi ndani ya kila Mtanzania anayefanya kazi, anayelitumikia taifa lake na anayejitahidi kujenga Tanzania iwe bora zaidi. Tuendelee na safari hii kwa pamoja. Kabla sijamaliza, nichukue nafasi hii na fursa hii kwa niaba ya familia ya hayati Dr. John Pombe Magufuli niwashukuru mababa askofu wote mlioshiriki nasi katika misa takatifu ya kumwombea mpendwa wetu. Pili, nichukue fursa hii ya kipekee kabisa kwa niaba ya mama yetu kipenzi Janet Magufuli kukuomba wewe mgeni rasmi utufikishie salamu zetu za shukrani ya dhati kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kutushika mkono katika miaka yote mitano katika kuhakikisha nyumba ya ibada ambayo ilikuwa ndoto ya mpendwa wetu inafanikiwa. Na leo Daktari Samia Suluhu Hassan ameweza kutoa kiasi cha shilingi milioni 50. Kwa kweli tunamshukuru kama familia na kama wanachato, tunamwombea azidi kutuchangia zaidi ili kanisa lizidi kukamilika. Bila kusahau Rais wa Zanzibar Daktari Hussein Mwinyi pamoja na makamu wa rais mstaafu Daktari Philip Mpango, mawaziri wakuu wote wastaafu, Mheshimiwa Mizengo Pinda pamoja na baba yetu mpendwa Kassim Majaliwa. Tunawashukuru sana kwa upendo wenu siku ya leo. Nimalizie kwa kusema
Mungu awabariki wote na Mungu ibariki Tanzania. Asante kwa kunisikiliza.